Moyo wa Kanisa, mwongozo wa kujifunza Biblia. Tunakuwa kwenye robo ya 4 na kitu kinachosema la mission de Dieu, ma mission. Utume wa Mungu, utume wangu. Juma ya 9 inakuja na somo linalosema la mission auprès des puissants. Utume kwa wenye nguvu. Texte à mémoriser Matthieu 16:26. Et qu'un servait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perdait son âme, ou que donnerait un homme en échange de son âme? Mathayo 16:26. Kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupata hasara ya nafsi yake? Au mtu atatoa nini badala ya nafsi yake? Swali, comment, changamoto, tunaweza kufanyaje? Swali, comment, changamoto yote usikose kutuandikia kwenye YouTube ama kwenye namba yetu hii ya WhatsApp. Ndugu yangu, usikose kusubscribe, kulike na kushare video hii kwa watu wengine. Ukifanya hivyo utakuwa umefanya utume. Karibuni kwenye somo la leo. Amina. Ndio rafiki yangu, tunayo furaha ya kuwa pamoja na wewe leo. Tumekuja hapa watu tatu kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia kwa sababu tunakuletea somo la juma hii kwa kifupi. Kwa dakika karibia chache tutakuwa tumemaliza somo kwa dakika chache. Leo tumekuja na mtu wa Mungu hapa, Winimba Aflikira, na kwa upande huu Samuel Kakundi. Mimi ni Meshak Sikwaya, ambao sote pamoja tunajifunza na ni wanafunzi kwenye mwongozo wa kujifunza Biblia kwenye chuo cha Sabato. Leo tunakuwa kwenye somo la ngapi? Kwa hii juma tunakuwa kwenye somo la 9. Leo tunakuwa kwenye somo la 9. Lakini kabla tuanze, nitakusihi kutuweka kwenye mikono ya Mungu kwa sababu tutachambua. Tunakusihi Baba uje utuongoze katika hili fundisho. Bariki mtazamaji na msikilizaji, wawe tayari kusikiliza mafundisho kwa jina la Yesu. Amina. Tuna haja sote ya mibaraka ya Mungu ili kwamba Yesu ajifunue kwetu na kutuelewesha kwa undani zaidi somo la leo. Hivi umesema ya kwamba tunakuwa kwenye somo la 9. Sijui unaweza kutuambia linakuwa na kichwa kinachosema nini? Somo la 9 linakuwa na kichwa kinachosema nini kwenye somo letu la 9 hapa? Asante. Ndio. Kwenye somo la 9 linakuwa na kichwa kinachosema utume kwa wenye nguvu. Utume kwa wenye nguvu, ama la mission auprès des puissants. La mission auprès des puissants ndio somo letu la juma hii. Hivi na shairi yetu ya kukariri ilikuwa ikipatikana kwenye kile kitabu kia Matthieu 16:26. Je, unaweza kutusomea kwenye Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu chapitre 16 verset 26. Ilikuwa ikituambia maneno ya namna gani? Asante. Matthieu 16:26 inasemeka hivi: Et que servirait-il à un homme de gagner tout le monde? Na itamfalia nini mwanadamu ikiwa atakuwa na utajiri wote, s'il perdait son âme, lakini akipoteza nafsi yake? Ou que donnerait un homme à n'échange de son âme? Ama mtu anaweza kubadilisha nafsi yake na nini? Hivi kwenye somo hili walituonyesha kwamba kwanza kitu kia muhimu ambacho ni lazima tukitafute kwanza ni uzima wa milele. Utajiri uje kwa nafasi ya pili. Kuna watu ambao ni wengi tuliowazungumzia kwenye somo hili. Tulizungumzia Nebukadneza ambaye yeye alikuwa na haja ya unyenyekevu. Kwa sababu ya kiburi chake alikuwa na haja ya unyenyekevu. Tukazungumzia pia Naamani ambaye alikuwa na haja pia ya komaa. Tukazungumzia pia Nikodemu alikuwa na haja ya Mwokozi. Na tukazungumzia pia mwingine ambaye alikuwa ni kijana tajiri, alikuwa na haja ya kukutana na Yesu, lakini kwa sababu ya vizuizi vya pesa hakukutana na yeye. Na kulikuwa pia mwingine ambaye tulizungumzia ni Joseph d'Arimathie. Hivi tuzungumzie kwanza siku ya kwanza ama ya dimanche. Tulizungumzia hapo Nebukadneza. Nani anaweza kutuzungumzia Nebukadneza? Nini ilikuwa shida yake na alikutana na Yesu namna gani na maisha yake ikawa namna gani? Kwa kifupi tu tunapoenda kumaliza somo la leo. Nani? Asante. Ndio. Nebukadneza alijaa na kiburi. Ndio, Nebukadneza alijaa na kiburi maishani mwake, lakini Mungu akamtuma porini yale majani, na alitoka huko amekuwa mnyenyekevu kwa Mungu na amemjua Mungu. Aha, Nebukadneza ambaye alikuwa mfalme, mtawala mkuu, alikuwa na mamlaka, alikuwa anaheshimika sana, lakini kwa sababu ya kiburi Mungu akapitia Daniel kwenda kumwambia kile kiburi unachokuwa nacho usipokiacha wewe utaenda kula na nyama. Na kwa sababu hakukubali, hakika akaenda kula na nyama. Lakini nafurahi ya kwamba huko
Roho wa Mungu alimzungumzia mpaka akaja na akasema, tangu leo ukisoma kwenye Danieli sura ya 4, Nebukadneza mwenyewe ndiye akaandika, sema mimi Nebukadneza hivi na hivi na hivi. Alipokutana na Yesu, kiburi kyake kikageuka kuwa unyenyekevu. Hivi watu hata ambao wanakuwa na kiburi, ambao ni wakuu, wale ambao wanakuwa na mamlaka, wakimkaribia Yesu kwa sababu Yesu anawapenda, anaweza kubadilisha mioyo yao na kuwapatia mioyo mizuri, mioyo ya mnofu. Hivi tuendee kwenye somo la mtu mwingine ambaye baada ya yule Nebukadneza tulizungumzia Naamani. Mulielewaje somo la Naamani? Na nini kiliwabariki kuhusu somo la Naamani? Naamani alikuwaje na mambo ikawa namna gani? Asante. Naamani alikuwa mkubwa wa jeshi fulani na alikuwa mwenye ukoma. Ndio, alikuwa mwenye ukoma, alikuwa jemadari na mwenye ukoma. Alipokuwa mwenye ukoma, alikuwa na binti fulani mdogo, alimuhubiria kwamba kule kwao kunakuwa mtumishi wa Mungu ambaye anaweza kuponya huo ukoma wake. Na alisikia wito wa ule mtoto. Pale nilipata fundisho ya kusema kwamba tunaweza kukaa na watu fulani, tusiwaogope, tuwahubirie, na mtoto kumbe anaweza kufanya utume. Asante. Hivi mtoto naye anaweza kufanya utume, mtoto anaweza kuhubiri mtu mkubwa pia. Asante. Na huyo Naamani alipoponeshwa huko Samaria, akasema hivi, nitachukua mchanga ya huku kuipeleka huko, kwa sababu alikuwa ameelewa Mungu, alikuwa amejua kwamba Mungu ndiye Mungu wa kweli ambaye ni lazima aabudiwe. Lakini tuelewe jambo moja, hata kama alikuwa amekutana na Yesu, kulikuweko hitu fulani hii ibada yake ya kuabudu miungu ya kwao ambaye aliendelea nayo. Ni kuonyesha kwamba uokovu wake ulibidi muda fulani ili kwamba aachane hakika na mambo mabaya hiyo ya zamani. Tuende kwa mtu mwingine ambaye ni Nikodemus. Nikodemu kwenye Yohana sura ya 3. Nikodemu alikuja usiku moja hivi, akaja kwa Yesu. Alikuwa ni daktari, alikuwa ni msomi sana, amesoma sheria, alikuwa anajua mambo mengi siku moja. Lakini hata licha kwamba alikuwa amesoma sheria hiyo haikumuokoa. Ilibidi aje kwa Yesu usiku. Akasema, Yesu, hivi mimi nataka nipate uzima wa milele. Yesu kamwambia, wewe ukiwa na haja ya uzima wa milele, uzaliwe mara ya pili na kubatizwa kwa Roho. Huyo nani huyo? Nikodemus akaelewa, na alipoelewa, Biblia inatuelezea kwamba wakati hata Yesu alikuwa angaliki bado yuko hai, alienda, walikuwa wamemshika Yesu, akasema, Yesu tunamuua, na wakamleta. Kwa sababu Nikodemo alikuwa mojawapo wa Wafarisayo, wakasema hivi, tumuue Yesu. Nikodemo akasema, no, hatuwezi kumuua mtu. Mtu hastahili kufungwa ama kuuawa kabla hajasamba, hajasikilizwa. Alimuokoa Yesu. Kwa nini alimuokoa Yesu? Kwani alikuwa amepata mafundisho kwa Yesu. Alikuwa amepata tayari mafundisho. Mtu mwenye elimu. Hata baada ya kifo cha Yesu aliendelea kumshughulikia nani? Yesu Kristo. Hivi hapa kuna somo kwa wale wasomi wote ambao mmesoma ma PhD, mna haja ya wokovu. Mna haja ya wokovu kama Nikodemo. Shule ambazo tumezisoma, mama, elimu tunayokuwa nayo haiwezi kutuokoa. Anayeweza kutuokoa tu ni Yesu Kristo. Hivi tuna haja sote ya mwokozi. Je, kuna kitu unaweza kuongeza pale? Hakuna lolote. Hivi tuzungumzie sasa mtu mwingine ambaye ni kijana tajiri na Zakayo, ambao wote wawili walikuwa ni matajiri. Lakini kijana tajiri alipokuja kwa Yesu akasema, nifanye nini? Yesu akamwambia nini? Kijana tajiri, Yesu alimwambia, je, unajua amri 10? Akasema, ndio nazijua. Akasema, kama nazijua, enda basi ukagawe mali zako kwa wale masikini. Ndio. Walipomwambia nenda ugawe mali yako kwa masikini, alijibiaje huyo kijana tajiri? Wakati Yesu alimwambia nenda ugawe mali yako kwa matajiri, alijibia nini? Alisema ya kwamba hawezi weza kugawa mali yake kwa watu wengine. Alihuzunika sana, sema alikuwa na mali mingi, na hiyo mali ilikuwa kibambazi, ikasukuma yeye asimpokee Yesu. Lakini nani huyo Zakayo? Yeye hata kama alikuwa tajiri, hakuona utajiri wake. Utajiri wake alipanda juu ya mti kumtafuta Yesu, na hakika akampata. Hapa kuna somo nyingi kwa ajili ya matajiri. Kuna matajiri ambao wanapokuwa kanisani wanadhani ya kwamba kwa sababu ya zaka yao wao hawawezi kupiga magoti. Wengine wanaweza kupiga magoti kwa sababu yeye anatoa pesa nyingi, hata piga magoti. Watajiri wengi wamedhani ya kwamba pesa zao ndizo zinawaokoa. Unaweza kuwasaidia matajiri namna gani?
pale ninaweza kuwasaidia. Pesa haifikishi mtu mbinguni. Ndiyo. Na wengine matajiri wajue kwamba ni Mungu ndiye anayewatolea hizo pesa. Wakati ni kanisani wanatuambia tushuke kwa magoti, ni lazima tajiri masikini wote wanyenyekee kumwabudu Mungu. Asante. Hivi tajiri mahali ulipo, Biblia ilisema kwamba ni rahisi kwa ngamia kuingia kwenye tundu la shindano kuliko kwa tajiri kuingia katika ufalme wa Mungu. Kwa maneno mengine, tajiri wote ambaye anang'ang'ania pesa kuliko kung'ang'ania nafsi yake na kupenda Mungu ataenda motoni. Hivi mimi nadhani ya kwamba ni heri kuenda mbinguni unapokuwa maskini kuliko kuenda motoni unapokuwa tajiri. Kuna watu wengi ambao utajiri umewafanya kuwa na kiburi kiasi ya kwamba haieleweki. Ni lazima wale watajiri pia wafanye utume. Ni lazima tufanye utume hata pia kwa wale matajiri. Yesu anawahitaji wale matajiri. Tuzungumzie mtu wa mwisho ambaye ni Joseph d'Arimathée, ambaye Biblia imemzungumzia kwamba yeye alikuwa ni mcha Mungu, alikuwa mwanafunzi wa Yesu lakini kwa uficho. Wakati fulani Yesu baada ya kufariki kwake, wanafunzi watu walikuwa wanaogopa Pilato. Lakini huyo mtu ambaye alikuwa mwenye nguvu, enorme puissant, akaja akasema, Pilato, nipatie mwili wa Yesu, naenda mzika kwenye kaburi ambako nimekatengeneza mimi mwenyewe. Nikaona kumbe matajiri wana pesa ambayo inaweza kutumika kwa ajili ya kazi ya Mungu. Wanakuwa na uwezo, wanakuwa na influence ambayo wanaweza kuitumikisha kwa ajili ya kazi ya Mungu. Unadhani ya kwamba mtajiri anaweza saidia kazi ya Mungu namna gani? Ama anaweza fanya nini ili katika utajiri wake, ama wale watu ambao ni wakuu, watu wa president, wa minister ambao wanaweza kuwa ni wa Kristo, wanaweza tumikisha influence yao namna gani kwa kuokoa watu? Asante. Mimi jinsi ninavyofikiria, ninaweza kusema kwa mfano unakuwa waziri wa elimu. Sasa wanapanga katika kalenda, wanasema tena fepe ya wanafunzi wanaokuwa kwenye shule la 6 la kiprimari. Anapozungumzia tena fepe, anazungumzia mitihani ya wale wanaomaliza primary. Wanaposema itakuwa pengine siku ya Sabato. Sasa kwa kuwa unakuwa waziri wa elimu, unaweza kusaidia hapo. Unasema hapana, nitabadilisha, nitatia kwenye tarehe pengine ingine, tarehe ama siku nyingine. Pale unakuwa na nguvu na mamlaka, pale unaweza kufanya utume kwa njia hiyo, unasaidia kazi ya Mungu hivi. Asante sana. Hivi kila mtu mtajiri na mkuu, kila mtu anaweza kufanya utume mahali alipo, kwenye responsibility yake na kwenye sfere yake. Sawa sawa na jinsi hao watu wote walifanya utume. Tujue ya kwamba watu wote wanahitaji utume na wanahitaji wokovu. Uwe tajiri, uwe maskini, Yesu alikufa kwa ajili ya watu wote. Pesa haiwezi kununua wokovu. Tukamjia Yesu Kristo, ni pale ndipo tutakuwa tumefanya kitu kia maana. Na sisi wenyewe hapa tusiogope matajiri. Tuwafikie. Hata wanaweza kuwa wanakula vizuri, tusizani ya kwamba kwa sababu wale wanakula vizuri hawana haja ya wokovu. Wana haja ya wokovu. Hata wale ambao wamesoma, wa professor wa vyuo vikuu, wana haja pia ya wokovu. Tuwafikie wale watu wote. Tunaelewana hivyo? Tujue ya kwamba wale ambao wanajua mambo mengi kama huyo Nicodemus, wajua kwamba ujuzi wao hauwezi kuwaokoa, lakini kukubali Yesu Kristo na kutenda kitu kwa ajili ya Yesu Kristo ni kile kinawafanya wawe tofauti. Nicodemus alikuwa anajua sheria, alikuwa daktari, lakini bado alikuwa hajaokolewa. Ilibidi akutane kwanza na Yesu Kristo. Watajiri wasife haya kwa ajili ya kukutana na Yesu. Zakayo ni mfano wa matajiri ambao yeye anasema kama nikupanda kwenye mti nimpate Yesu. Ilikuwa kumtafuta Yesu ndio ilikuwa kitu cha kwanza cha maisha yake ambacho alikitafuta na juhudi yote. Hivi Yesu atusaidie. Matajiri na wenye nguvu wote tufanye utume wa Mungu. Na sisi tuwafikie pasipo tatizo lolote. Je, unaweza kuwa na swali ama ongezo kabla tumalize? Ninaweza kuwa na, sijui kama ni swali kama ni nini. Lakini inaomba tumombe Mungu ili tuwe na hiyo juhudi na nguvu ya kuwafikia wenye nguvu na matajiri. Si rahisi kuwafikia. Ndio, hakika si rahisi. Mara tunawaogopa kwa sababu wanatisha, hata kumuona mara nyingi wanachungwa na escort, kuna kuwa jeshi ambao wanawachunga. Sasa kuwafikia kufanya utume si rahisi. Kwani kuna waziri mmoja anaitwa Nzangi.
ninamtumia mafundisho, lakini nikiwa ninaogopa nisema atasema unanisumbua kwa mafundisho, lakini ninatuma japokuwa hajibu, lakini ninaona kwamba anazipata na kuzifungua. Lakini nina imani kwamba siku moja tu atazifungua na kujibu, na ndiyo si rahisi, lakini pamoja na Mungu tutaweza. Asante sana, Mungu akubariki. Umefanya vizuri kufanya hiyo kazi. Ninawatolea changamoto ya juma, kitu ambacho tutakifanya sisi sote kwa juma hii. Hapa wanatuambia kwenye parti ya jeudi, kwenye changamoto wanasema kwa kila mtu anakuwa hapa na karne yake ya maombi, si vile? Okay, unajua mahali ambapo unaombea. Tafuta mtu mmoja ambaye anakuwa kwenye hali ya juu. Anaweza kuwa ni waziri, anaweza kuwa ni mkuu wa polisi, anaweza kuwa ni msomi. Umwandike kwenye buku lako la maombi, na baada ya kumwandika uwe ukimwombea ili siku moja upate kumfanya kuwa mwanafunzi wa Yesu. Okay? Jambo la pili, uandike barua. Okay? Unaweza kuandikia mkuu wa polisi, okay, wa mahali unapokaa. Unaweza kuandikia rais wa nchi fulani ambao unakuwa na namba yake, ama unaweza kuandikia hata mkuu wa sijui mtu gani ambaye unamjua. Mwandikie barua vizuri, na kwenye hiyo barua mwambie kwamba mheshimiwa fulani, nataka nikujuze tu ya kwamba niko ninakuombea, usiogope, Mungu yuko nao. Barua kama na hiyo akiipokea, atajihisi raha ndani mwake na atakutafuta kwa ajili ya mafasilio zaidi, na mtaendelea kuwa wanafunzi mkijifunza pamoja, na hatimaye Yesu akija wote watakuwa miongoni mwa watakaoenda mbinguni. Hivi hiyo ndio kazi ambayo nitaifanya, nami pia nitaifanya. Nami pia. Tunaambia na wale wafanye nini? Waifanye pia. Nanyi mfanye hiyo kazi. Andika barua na uitumie mtu. Unaweza kumwandikia ku email, unaweza kumwandikia ku Facebook, mtu ambaye ni mtu wa position ya juu, umwandikia kwamba uko namuombea. Unaweza andika ta lettre, véritable lettre à dur. Itakuwa ni kitu kizuri. Basi Mungu atubariki sote katika jina la Yesu Kristo, amen. Amen. Unaweza nani atatuweka kwenye maombi? Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kuwa nasi. Tazama tumejifunza mengi, tunaadhimisha katika roho zetu na tuweze kuyatendesha, na utupe nguvu tuweze kupeleka utume wako kwenye wakajii na tusiwaogope. Tunaomba machache kupitia na mkombozi wetu Yesu Kristo. Amen. Ndugu yangu, like, subscribe na kushare kwa watu wengine. Mungu akubariki.